kutangaza utalii wake kwenye kombe la dunia 2026. Tanzania imekuwa taifa la kwanza barani Afrika kutumia jukwaa la kombe la dunia la FIFA 2026 kama njia kubwa ya kutangaza sekta ya utalii duniani. Katika jiji la Toronto, malori yenye mabango ya Destination Tanzania yameonekana yakizunguka maeneo mbalimbali yakitangaza vivutio maarufu nchini kwetu hapa ambavyo vipo hapa, ikiwemo Serengeti National Park, Mount Kilimanjaro, Zanzibar na Ngorongoro Crater, jambo linalovutia maelfu ya mashabiki wa soka na wageni kutoka duniani kote kuja huku. Kampeni hiyo inakuja wakati Tanzania ikiendelea na maandalizi ya kuwa mwenyeji wa 2027 Africa Cup of Nations, kwa maana kwamba AFCON, kwa kushirikiana na nchi jirani, huku ikitumia hadhira kubwa ya kombe la dunia kuonyesha uzuri wa vivutio vyake vya asili, utamaduni na fursa za utalii. Na hatua hii inaonyesha jinsi Tanzania inavyozidi kujitangaza kimataifa, ikilenga kuvutia watalii wengi zaidi, lakini pia wawekezaji na kuongeza mchango wa utalii katika uchumi wa taifa. Hii ndio ile Destination Tanzania, na hii imefanyika pale Toronto, Canada. Kwa hiyo wale mastermind ambao waliona kabisa kwamba tunaweza kutumia hili jukwaa la kombe la dunia kama eneo zuri kabisa la kujitangaza na kutangaza vivutio vyetu, wamefanya kazi nzuri sana. Je, tunatangaza vivutio vile vile au tunakuja na vivutio vingine vipya? Hapo ndio inakuaga changamoto. Unajua Serengeti imechukua tuzo, Kilimanjaro Mountain, moja kati ya mlima mkubwa duniani ambao umesimama wenyewe na ni wa kwanza duniani kwa kuwa umesimama wenyewe, yani standing mountain, tofauti na milima mingine. Ukiangalia Mountain Everest, milima ile ni safu za milima, lakini Kilimanjaro ni mlima usiokuwa na safu, umesimama wenyewe duniani. Afrika ni mlima wa kwanza mkubwa. Lakini pia ukiangalia